Serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikijitahidi na imekuwa ikichukua jitihada kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa. Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye amekuwa akionekana kusisitiza kuhusu swala zima la kutunza mazingira kwenye masuala nishati. Leo hii Umoja wa Watu wa Ulaya ikishirikiana na IUCN wametupa tathmini na kuja na mradi ambao utahakikisha unatunza mazingira Tanzania. Changamoto ambazo zipo Tanzania zipo kila mahali duniani. Uzuri wetu ni kwamba tuna sheria nzuri, tuna policy, sera nzuri na bado mazingira yetu hayajaharibika sana kiasi hicho. Kuna nchi nyingine ambazo zina changamoto kubwa. Sisi bado mazingira yetu ni mazuri, na kwa hivyo ndio maana tunachukua efforts za kuhakikisha kwamba hata uharibifu ambao unaanza kutokea ambao ni mdogo mdogo, basi tunauzuia kabla haujawa mkubwa. Kwa hiyo changamoto sio kubwa ukilinganisha na maeneo mengine ambao kuna changamoto kubwa. Na sasa hatusubiri mpaka changamoto ziwe kubwa ili tuchukue hatua. Ndio maana unaona tunachukua hatua sasa hivi kuhakikisha kwamba tunadhibiti uharibifu wote ambao unaanza kutokea, kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanabakia kuwa salama kwa ajili ya wananchi, lakini pia kwa ajili ya uchumi wetu kama nchi, kwa sababu nchi yetu haina viwanda vingi. Uchumi wetu unategemea zaidi rasilimali za asili. Ukiangalia kilimo kinategemea kwa kiasi kikubwa mvua, na mvua hizi inategemea na hali ya hewa kuwa nzuri, kwa maana ya mazingira, misitu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba lazima kuna uhusiano mkubwa kati ya uchumi wetu na mazingira, na kwa hivyo ni lazima tuhakikishe kwamba mazingira yanahifadhiwa vizuri ili kulinda uchumi wetu pia. Kubwa zaidi nimeona kwa sababu ya uelewa na elimu zaidi katika maeneo hayo, kwa sababu unakuta maeneo ya pembezoni kidogo kuna changamoto ya uelewa. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna na moja ama nyingine swala la uharibifu wa mazingira elimu yake inawezekana sio kubwa sana. Kwa hiyo ujio wa project hii, ujio wa mradi huu utasaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa kukomboa wananchi wetu wa Mtwara vijijini, ambapo mradi huu unakwenda kutekelezwa, na kwa hakika utaweza kuwasaidia hasa katika shughuli zao za uchumi, kwa sababu wananchi wengi wa Mtwara vijijini ambao wako pwani, shughuli zao kubwa za uchumi ni shughuli ambazo wanategemea bahari kwenye uchumi wa blue. Ndio kitu kikubwa ambacho wanakifanya. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa kukomboa kifikra, lakini pia kuwapa elimu ya kutambua umuhimu wa utunzaji wa mazingira katika bahari zetu. Mheshimiwa, ni yapi ambayo utaondoka nayo hapa na utakwenda kuwaeleza wana Mtwara kuhusiana na mradi huu ambao umeanza ama ndo unakuja? Wana Mtwara, niweze kuambia tu kwamba hasa halmashauri ya Mtwara vijijini wakae tayari, na si kukaa tayari tu, basi wajiandae kwa ajili ya kupokea mradi huu, na hawa wote partners wote ambao watakuja katika kutekeleza mradi huu tuwape ushirikiano na tuwe karibu nao na tuweze kujifunza, kwa sababu tunapokuwa karibu nao tutajifunza mengi, na wanakuja kwa ajili ya kutekeleza mradi ambao utakwenda kutusaidia sisi wana Mtwara. Kwa hiyo tukae tayari kupokea, tuwapokee wageni wetu, tuwapokee wana mradi ambao watakuja kutekeleza katika wilaya yetu, katika halmashauri yetu, ili kutukomboa sisi, na mradi huu ni kwa faida yetu.